Uko sawa kisaikolojia. Wewe ndo mtu wa kwanza. Sasa mimi nadhani tukuchukue wewe mwanangu Lugano Israel ndo mtu wa kwanza kudiscover ya kwamba Budu hayuko sawa kisaikolojia. Sasa tukuchukue wewe mtaalamu ukamsaidie Budu, sababu wewe umeshagundua kama hayuko sawa. Yote kwa yote ni kwamba anatimiza kile ambacho mwalimu anamtuma, na ukiangalia leo amecheza kwa dakika 90. Maana yake ni kwamba kile ambacho mwalimu alihitaji Joshua Mutale SGR akifanye amekitimiza, ndio maana hakuweza kumtoa. Kama angekuwa hatimizi majukumu yake, naamini mwalimu angemtoa. Otherwise tupate nafasi siku moja tumuulize mwalimu Fadlu, pengine yeye ana jicho la tofauti na mashabiki wengi ambao wanaliona. Pengine yeye kuna namna ambavyo anamtazama Joshua Mutale ya kwamba anatimiza majukumu yake au la. Kwa hiyo kwa mimi niseme tu kwamba kwa kuwa mwalimu hakumfanyia mabadiliko, tafsiri yake ni kwamba ameridhishwa na kiwango chake. Kama kuna lolote mwalimu Fadlu tutakuja kumuuliza siku moja, mwalimu unamreti vipi ama una comment gani kwa mchezaji fulani. Swali langu la msingi hujanijibu. Lipi hilo? Kama Simba mna mtaalamu wa psychology au hakuna? Hatuna mtu mwenye matatizo ya akili, kwa hiyo hatuna sababu ya kuwa na mtaalamu wa psychology. Kwa hiyo makosa yote ambayo Budu alikuwa anafanya ni kama mwalimu ndivyo alivyokuwa amemwagiza akafanya, sababu hata mashabiki walikuwa wanashuhudia hicho kitu ambacho kinafanyika. Amefanya makosa ni mengi sana ambayo unaweza kaona kama ni mtu ambaye kichwani hayuko sawa sawa. Kwa hiyo umeshagundua kama Budu hayuko sawa sawa. Wewe unamuonaje? Mimi namuona yuko sawa. Ni vile ambavyo Budu mlikuwa mnamtarajia kabla kipindi mmesema SGR. Hajaonesha ule ubora ambao sisi wana Simba tunamjua, lakini hayupo kwenye kiwango kibaya sana cha kusema tumtafutie mtaalamu wa akili.